Mitandao inaeleza mengi sana kuhusiana na Nana Dolls kufuatia exclusive ambao alifanya, lakini pia watu wakaona katakata vipande vinazunguka huku na kule vikiwa vinaeleza maisha yake. Mwenyewe anafunguka mambo mengi, lakini bado kumekuwa na sitofahamu kwa sababu kila mmoja anakuwa akitoa comment tofauti tofauti kwamba kwa nini anasema hivi, inawezekana vipi yani kama nani yani inasababishwa na nini. So tukasema tumtafute mtu wa karibu sana wa Nana Dolls, na si mwingine bali ni meneja wake Luvanda. Tuko naye hapa na atatuambia mengi. Kwanza mkubwa, kwema? Kazi unaifanya nzuri sana hivi una muda gani toka uanze kuwa na ukaribu na Nana? Nana Dolls kama miaka 3-4 hivi. Okay, miaka 3-4. Na ilikuwa ni miaka 3 ya namna gani? Yaani nini ambacho kikubwa wewe kufanya naye kazi ilikuwa nini hasa? Nana Dolls mimi nimeanza naye kufanya kazi, nadhani watu wengi walikuwa wanamjua yule Nana alikuwa anaongelea boom boom boom. Alikuwa kipindi hicho sijui ana followers 120k pale. Mmoja kilichonifanya mimi nifanye naye kazi kipindi kile, japo alikuwa ana followers wadogo, lakini Nana ni mmoja wa watu ambao walikuwa kwenye mitandao ya kijamii anajiweka kama msanii fulani expensive, anakuwa kwenye mahoteli makali, anapiga picha kali, content zake zilikuwa expensive. Kwa hiyo niliona ni mtu ambaye anaweza akafanya kitu kwenda forward. Okay, so far unasimama kama meneja wake, sio? Yeah. Mambo ni mengi sana mjini, na mimi naamini Nana Dolls ni miongoni wa mastaa ambao wanapokea madili mengi sana, endorsement kibao, na kama kwenye hizo endorsement anafika, basi lazima uongozi, yani akiwemo meneja lazima ufike katika sehemu hizo. Hivi viasi vya fedha ambavyo vinakuwa vinatajwa kwa Nana Dolls ni vya kweli? Hebu meneja tuambie, mimi nataka ufunguke katika hili. Unajua siku 2-3 hizi nimesikia kwenye mitandao ya kijamii Nana na trend issue ya 5 milioni, kwamba Nana anamiliki milioni 100, watu wanamuona Nana muongo. Kitu kimoja ambacho nilikuja kujifunza ni kwamba watu hawamjui Nana. In reality hawamjui Nana, lakini pia wanaongea, pia nimekuja kugundua hawajafika level za Nana. Ndio maana wanaongea, kwa sababu kuna kitu kimoja unakuta Nana akwambia kwa mwezi anatumia umeme wa milioni 1. Mtu anabisha. Anabisha kwa sababu unaenda kuta anatumia yeye umeme wa 20,000, 30,000, 10,000 kwa mwezi. Kwa hiyo anaona milioni 1 make sense, lakini Nana matumizi yake ni makubwa kwa mwezi. So nitaelezea, alafu nitakuja kukuambia kwa nini Nana watu wanamchukulia poa. Nana mwenyewe kwa mfano nyumba yake tu ina AC zaidi ya 8. AC 8 nyumba yake. Imagine zikiwashwa. Sio wengine tunaishi tuna AC 1-2, lakini tukiweka umeme 30,000, 40,000, siku 2-3 shakata. Sasa imagine mtu anayeweka nyumba AC 8. Mtu anabisha kwamba Nana atumie milioni 1. So hiyo sio issue. Hiyo kubisha naelewa, kwa sababu mtu anabisha na nani kwa sababu ya level aliyopo. Wanaobisha ni wengi ambao hawajui hiyo level. Mimi nimesimamia bingwa ile watu wanakaa kwenye nyumba moja. Tulikuwa tukiweka umeme wa 200,000, siku 1.5 ishakata. Kwa hiyo 1.5 imekata umeme wa 200,000. Kwa hiyo napo Nana akikwambia milioni 1, mimi I think hata milioni 1 yenyewe ni ndogo. Sasa issue ile trend zaidi kwenye mtandao ni Nana kuonekana kwamba mimi na milioni 100 anaonekana kama ni hela ambayo amiliki. Mimi nakwambia kama meneja wake, siongee kwa sababu eti mimi ni meneja wa Nana. Naongea reality. Nana ni msanii ambaye ana matangazo mengi kuliko msanii yoyote Tanzania. Tuthibitishie hilo. Nasema Nana ni mmoja kati ya wasanii ambao wana matangazo mengi kuliko msanii yoyote Tanzania. Hatuwezi kudisclose hela anaopata Nana, lakini assume Nana mpaka sasa hivi ana madili 12. Sasa hivi ninavyoongea kwa mwezi 12. Kuna madili 3 yapo kwenye pipeline, hajaingia bado. Still tunatafuta space ya kuwaingiza. Okay. Ashumu madili haya 12, kila dili awe analipa milioni 1 tu. Ashumu tu. Hiyo kwa mwezi ni milioni 12. Kwa hiyo Nana ana uwezo wa kujimiliki. Unasikia mtu anakuambia Nana hawezi kushika milioni 100. Nana milioni 100 kwa madili tu anayopata anaingiza ndani ya miezi 2.5. Okay. Moja ya kitu ambacho mimi nakifikiria sana, kwa sababu wengi wanakuwa wakihusisha kwamba kuna mwanaume nyuma yake ndio anawezesha haya. Sasa hapo ndo mkanganyiko unapoibuka kwamba inawezekana vipi aseme kwamba ni yeye, kama yeye ndo anafanya yote aweze kufika labda kujenga manyumba na nini, kumbe kuna watu labda wanamsupport. Labda hiyo nao unaweka vipi? Nana kitu kimoja ambacho tunaweza kusema kuhusu Nana, labda hii ni tabia yake, ni kariba yake. Ni weakness yake. Nana ana weakness moja. Nana ana weakness ya ukweli. Nana ni msema ukweli.
Nana alikuwa na uwezo kukwambia ile nyumba kajenga mwenyewe, ile gari kanunua mwenyewe, na usibishi, kwa sababu Nana anafanya kazi. Yaani Nana sio kama msanii mwingine wa kawaida. Weakness yake moja, Nana anakuambia ukweli. Kama kapewa anakuambia ukweli, kapewa. Si unaelewa? Na Nana anapewa, Nana mzuri bro. Sisi tuna wake, tuna wachumba, hata kila mtu kwenye maisha ya kawaida. Kwa uwezo wetu tunampa mtu kitu tunachoweza. Unaweza kumpa iPhone 16, 17 ukafanya hiki ukanunua hichi. Lakini Nana, wanaume ambao wana attract kwa Nana ni wanaume ambao wana uwezo wa kumpa gari. So Nana, ukweli wake wa kusema kwamba mimi napewa gari na boyfriend wangu, nimepewa gari na mwanaume wangu, nyumba nimesaidiwa kujenga, nimepewa na mwanaume wangu, ule ukweli, yani kusema kwake ukweli ndo kunamfanya watu wahisi Nana hana hela. Lakini Nana peke yake ana uwezo wa kuijenga ile nyumba. Nana peke yake, kwa sababu ile nyumba ya Nana ina thamani ya around milioni 300, 400, sio? Nana kwa madili anayoyapata, trust me, kwa mwaka mmoja anajenga ile nyumba peke yake. Si unaniona? Okay. Kwa hiyo sikatai kwamba Nana anapewa na boyfriend zake. Ni kama mtu yoyote anavyopewa boyfriends wake. Okay. Kuna wanaopewa 500,000, wanaopewa milioni, wanaopewa 50,000, 5,000. Lakini Nana peke yake hana hela. Yani yeye ana hela ya kufanya mambo hata mwenyewe. Okay. Wengi wanauliza labda pengine rate card zake zimekaa vipi? Yani ni katika mfumo gani? So rating card sio vitu ambavyo tunaweza tuka display kuambia watu Nana anafanya nini. Lakini kwenye economics kuna kitu kinaitwa demand and supply. Kitu kikiwa kinahitajika sana, bei yake inakuwa kubwa. Ushosema economics. Okay. Yani kwa mfano leo itokee sukari imepungua. Maana yake sukari inahitajika sana. Sukari inaweza ikauzwa mpaka 10,000. Si imepotea? Okay. Nana sasa hivi yupo kwenye demand. Kwa hiyo of course rating yake ni kubwa. Okay, labda mimi nilikuwa nataka kufahamu kitu kimoja meneja. Hiyo demand ambayo unazungumzia ya Nana inasababishwa na nini? Yaani kwa nini anakuwa ana peak tofauti labda na hao wanawake wengine ambao tunaona ambao ni ma TikToker na manini? Kwa nini anakuwa ana peak sana? Unafikiri labda hiyo inasababishwa nini? Hiyo inasababishwa kwa sababu Nana kiukweli sasa hivi ana influence. Kila msichana anatamani kuwa kama Nana. Nana ana mafanikio. Ukiwa na mafanikio ni kitu ambacho watu wengi wanapenda. Brands zilivyo, mimi ni manager kwa muda mrefu nimefanya kazi na brands. Brands zilivyo zinapenda kufanya kazi na mtu ambaye ataipa thamani brand yake. Si umeniona? Kwa mfano Nana anafanya na brands tofauti, siwezi kuzitaja. Kila brand inapenda Nana kwa sababu Nana ataipa nani, kuanzia muonekano, the way ana present vitu, storytelling, hivyo vyote vinamfanya Nana apendwe na apate madili mengi. Okay. Yeah. Lakini pia kwenye mtandao wa kijamii siku hizi, siku 2-3, kuna muda watu wanamchokonoa Nana. Kwa Nana anajikuta yupo kwenye demand. Okay. Yeah. So meneja, wewe ukikana Nana zile za ndani kabisa, baada ya yale maneno kuwa attacked na nini, maana watu wengine wanaoga na muwasha na nini, kwenda huko labda mdangaji na nini, so waga anaongea nini zile za ndani, kwamba ananungunika akisema maneno gani? So ni mtoka karibu Nana, kitu anachonungunika ni kuwashangaa. Yani anachonungunika ni kwamba anashangaa watu wanahisi yeye hana hela. Yani kinachomuuma Nana ni kwamba watu wanahisi yeye haingizi hela. Wakati Nana ukiangalia posti zake, Nana posti zake siku hizi 98% ni matangazo. Posti zake hizo 98% ni matangazo. Wewe nenda kwenye page yake, ukiona collaboration yoyote Nana ujue hilo ni tangazo. Kwa hiyo kinachomuuma Nana ni kuwaonyesha watu kwamba, yani watu kumwambia, kwa kumwataki, kumwambia Nana uwezi kashika hizi hela. Nana, she makes money bro. Haya mambo ya boyfriend ni bonus. Nana karakta yake Nana ni ukweli. Yani weakness ya Nana ni msema ukweli. Hiyo ndo weakness ya Nana.